Haya, sasa tunaingia kwenye sehemu ya 100. Hii ndo sehemu ya 100 sasa. Jamaa anasema kwamba ana wasiwasi maana vitu ambavyo anaviona anaona kama vile kuna utofauti fulani. Lazima tuweze kupata njia au mbinu mbadala ya kutufikisha kwenye malengo tulionayo. Binti anasema ni sawa, nimekuelewa. Lakini mbinu inatokana na nini? Sasa hatuwezi kukaa tu hapa tukategemea kwamba tutaweza kuwini ili hivi vita. Lazima tutafute mbinu mbadala ili tuweze kushinda vita hivi tulivyonavyo mbele yetu. Ni swala la maamuzi, na maamuzi ni ya kwetu. Basi lazima tuweze kuyafanya. Lazima tuweze kuchukua hatua mapema sana. Sasa kila jambo lina njia yake. Sasa lazima tuweze kufahamu kwamba tunafanya nini, tunaacha kipi. Kama tutashindwa kuweza kufanya hivyo kidogo itakuwa ni mtihani kwa upande wetu. Kwa ni lazima kuweza kupambana mpaka mwisho. Sasa katika mazungumzo binti anasema kwamba kuna mtu ambaye alikuwepo anaitwa MD. Huyo mtu alikuwepo ni kama kiungo ambaye anaweza kuunganisha mawasiliano ya watu wawili. Na kulingana na mazungumzo yake anasema kwamba tukiweza kupata mawasiliano itakuwa ni njia rahisi sana kuweza kudhibiti maadui zetu. Anauliza sasa mawasiliano tunapataje? Na kumbuka mawasiliano ya mwanzo ndio yale ambayo aliweza kuchukuliwa kule. Yakafatwa yakabebwa na mzee mzima ambaye alikuwa anaweza kumuita Yoshino kutoka kwenye mikono ya Li Dali. Maana wao walishaweza kumfuata Li Dali, alikuwa anahitaji kupata information zote na Li Dali alikuwa anahitaji kuweza kuandalia mawasiliano. Kwa hiyo akaweza kuchukuliwa na Yoshino. Kwa hiyo pale waliweza kufeli. Sasa namna gani unaweza kupata mawasiliano yatakawezesha wao kufahamu kwamba maadui zao wana mpango wa kufanya kitu gani na gani? Hicho tu ndicho kinachoweza kutakiwa kwa sasa. Msingi mkubwa ni kwamba kila mmoja anatakiwa kuweza kufahamu ya kwamba ili jambo linakwenda kwa hatua. Sasa hizo habari za kutuambia sisi hatua tutaki kuelewa bwana. Unajua kuna wakati watu wako kwenye kazi lakini wanaingiza mambo binafsi. Maana hawa wawili hazipandi tu kwa sababu ya mtoto wa kike. Mzee anasema tutafute namna kupata mawasiliano. Tukishaweza kupata mawasiliano, hayo mambo mengine yatakuja baadaye. Lakini kwanza kabisa mawasiliano yaweze kupatikana. Hiyo ndio njia pekee ya kuwafikisha wao kwenye malengo walioweza kujiwekea. Kila kitu maishani ni target. Target yako ndio chanzo cha kufikia malengo yako. Yaani huwezi kutaka malengo afu hujaweka target. Lazima uweke target kwanza. Na ujue makadirio ya koja, approximation ya kile unachotaka kufanya yakoje. Sasa msingi wa kwanza ni kuweza kupata mawasiliano. Binti anasema sifahamu nini ambacho nakiona, lakini tutazungumza wakati mwingine. Binti akawa ametoka pale. Ila jamaa leo ni jinsi gani mtoto wa kike anaumia kwa ajili yake. Haisome umemuelewa huyu? Nimemuelewa. Ni kwamba kila mtu kichwa kinauma. Maana ulipoweza kufika ni katika hatua za mwisho kabisa.
Sasa mwamba aliweza kumleta mtoto wa kike huku. Binti anasema wewe una uhakika kabisa? Ujamaa maeneo anafahamu vizuri, yuko pamoja na kudu moja matata hiyo mzee. Maana eneo lenyewe ambalo anataka kuweza kufika ni juu kabisa. Kwa wako na kudu ambayo itaweza kuwezesha kupita baadhi ya sehemu, kushuka au kupanda. Sasa jamaa anasema muda si mrefu nadhani tutaweza kuupata ukombozi. Tutaweza kuwa huru. Hii ni nafasi ambayo tuliweza kuisubiri kwa muda mrefu. Sasa ni muda wa kuweza kuikaribisha katika maisha yetu, ili tuweze kupiga hatua na kufika pale ambapo tulikuwa tunapahitajia kuweza kupafika kwa muda mrefu sana. Mama anasema hakika wewe kuwa kwenye maisha yangu ni kama baraka na neema kubwa ambayo nimeweza kujaliwa na Mwenyezi Mungu. Binti anasema lakini usiseme hivyo mama. Mimi ni sawa na binti yako, kwa nimeamua kusimama hapa kama binti yako. Mama anasema ni kweli, lakini umejitoa sana 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 sana. Binti akamshika mama mkono kuweza kumliwaza, kumpunguza majonzi, mawazo alionayo, hasa juu ya kipindi hichi kizito anachoweza kukipitia. Maana ni matatizo juu ya matatizo, hakuna kupumua, hakuna kupumzika. Lakini kuna dalili zozote za kuweza kuyafanikisha? Binti anasema ndio. Nadhani kwamba muda si mrefu amani itaweza kutawala kila mahali. Maana msingi mkubwa ni kuweza kuwashusha chini ya wapuzi ambao wanaweza kuwaongoza wao kwa mabavu. Hao ndio wanatakiwa kuweza kutoka, lakini ni wagumu balaa, yana wamegagana kaa ruba. Anasema mama, hakika anajisikia kuwa na mama kabisa napokuwa karibu na wewe. Naweza kuipata amani iliweza kupotea muda mrefu. Hakika nyie mmekuwa ni sehemu ya familia kwangu, na sina nafasi nyingine isipokuwa kuweza kuwa karibu nanyi, tuweze kuishi kwa pamoja ili kuweza kufikishia malengo katika sehemu husika. Mama anasema hakika wewe umekuwa ni sehemu ya mimi kuipata faraja. Faraja iliyopotea baada ya binti yangu kupoteza maisha. Umekuja kushika nafasi ya binti yangu eti. Binti akamkumbatia mama kwa furaha kabisa. I say, wakiamini kwamba haya ni mapito, lakini ipo siku tu watapita. Wako kwenye mapito na watayapita. Iko siku isokuwa na jina, watayapita tu. 你觉得这么做合适吗？这么做不合适，非常不合适。我宁愿我是他，可现在这种情况。Sasa mzee mzima, 她是你表妹啊！ anasema wale watu walioko kule chini inabidi tuweze kufanya kitu kwa ajili yao. 他本来在大后方。 Dongwenbi anasema tuweze kufanya kitu hivi hivi. Mwisho wa siku tutaishia kuharibu mambo kabisa. Kitazama ni kweli haya mambo ni mazito. Kisema unafanya ovyo ovyo, unaweza ukajikuta unaharibu kabisa badala ya kutengeneza. Sasa hatua wastahiki zinatakiwa zichukuliwe kwa kufuata taratibu maalum. Kaka, kuna tatizo kwani mbona mnagombana? 吴律师。 Basi waliweza kutoka pale. Kwa anahitaji kuweza kufika sehemu jamaa msindikize. 明天这个时候，附近2个县道里的民。 Nasema mimi nadhani kwamba nafasi yangu nimeweza kuiplay safi. Inabidi sasa na wewe uweze kutazama kwamba nafasi yako ni ipi iliyoweza kubakia. Mimi nasema kwangu mimi hakuna shida. Kila jambo kwangu mimi naona kwamba liko sawa.
na natumaini kwamba amani taweza kuipata bila shida. 保重。 那我走了。 Haya, safari njema, kwambia na wewe pia ubaki na amani. Binti anatoka. 站你啊！ Sindikizo kidogo ufike salama eh? 有什么事啊？ Vipi, kuna tatizo? 没啥，注意。 Anasema hamna tatizo. Ila jamaa alikuwa na hofu binti anaweza kaenda asirudi tena. Unajua kwa kiasi fulani tayari ameshaanza kumzoea. 放心， Unajua unapokaa na mtu kwa muda fulani unafika wakati tu utamzoea. 我走了。 Sasa naye pia kaishamzoea binti kwa kiasi kikubwa sana. Maana hata hivyo mambo mengi wamekuwa wakifanya kwa pamoja. Kwa hiyo amemzoea mno. Jamaa kama anapata uzito fulani hivi. Haisi kuna nini kinachoendelea mzee? Anawaza, wewe mbona unanywea hivyo? Unakuwa mnyonge namna hiyo? 问一下， Kuna tatizo kwani? Akamwacha pale jamaa yako na unyonge wake.怎么办？老王说过，做人要憋得住气，沉得住皮。我们看看这狗日的公司到底要干嘛。 Sasa majira usiku walikuwa wanasoma ramani kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kitu mzee. Yes. Hizo sehemu zenyewe za kupanda ni sehemu za hatari. Walinzi wako kila kona. Maana Uncle Longsan ameweka doria ya maana. Sasa kuna mtu akwambia kwamba tayari mtego umeingia sehemu husika. Tulia kwanza, msishambulie. Ngoja kwanza wavutano wapandishani. Wakishafika juu ndo tunawavua samaki wetu vizuri. Binti maskini hajajua kwamba yuko kwenye mtego. Anategwa kama samaki mzee. 他还能是谁啊？ 听说龙三下手狠着呢。 龙三是小龙女的舅舅，他俩到底谁的本事大？甭管他俩谁的本事大， Sasa wanasubiri muda muafaka uweze kufika ili waweze kufanya mambo. Waamshe popo. Yes. Sasa umepanda mpaka juu mzee. Uncle Longsan anatazama wafike kwenye engo husika. Hapa kuna watu ambao walikuwa wanatoka kuweza kutana nao. Ila binti ukimya aliouona hapa akahisi kabisa lazima kuna jambo. Sasa pale kumenuka baba. Basi nikuambie kwamba hiyo ilikuwa ni sehemu ya 100. Tunakwenda kutazama sehemu ya 101 kutoka ndani ya The Great Movies Production, kama kawa kama dawa kama kawaida. Huyu hapa ni Raja DJ Prince Mega T Super B of Tanzania, Viva the Golden Voice. I am the Alpha King Baba Lao. Tunazidi kukimbiza mchaka kama kawa kama dawa kama kawaida. Katika mashine safi kabisa hapo analeta The Return of Revenge. Moto unazidi kuwaka kinoma noma.